Watu ambao wasiofuata mipaka yake Allah ni sawa na wanyama au zaidi ya wanyama. Kia wewe utatamani tu na matamanio yako ya kimwili kukutana na mtu ambaye huna ndoa naye, umekuwa sawa na mnyama, na tayari hapo umeondoshwa katika viumbe wanadamu wenye akili timamu. Taniyo radhi, lakini ndivyo ilivyo. Lakini Allah kusema sawa na wanyama tu, inakuwa zaidi ya wanyama mtu akiwa hafati mipaka ya Mungu. Ndio pale mwanaume kwa mwanaume zake. Mnyama gani anafanya hivyo? Hakuna. Allah maneno yake hayadondoki bure. Kwa hiyo Allah akaweka misingi imara ya kufanya ili haya mahusiano yawe yale anyetija katika jamii. Akaweka msingi wa ndoa. Msingi wa ndoa unazikusanya familia mbili, familia ya upande wa mwanamke na familia ya upande wa mwanaume, ili kuendeleza kizazi na nasaba iweze kufahamika. Lakini njia isiyokuwa hiyo ni njia ambayo inapoteza kizazi na nasaba. Mkutana tu kule, humjui, mkutana chuoni tu, sasa ndio nipumzike hapo, kunaweza chuo mmeachana. Mimi nimekaa katika tamsi ya miaka kama 6 mingapi, nilikuwa katibu tamsi ya mkoa wa Iringa. Nafahamu changamoto za vijana zilivyo katika vioni kule, Sheikh. Tukiwaambia katika hali ya kawaida hivi, wanatuona sisi kama tunapiga kelele vile. Baada ya miaka mitatu wanatufuata tena, wana machozi ya damu, wanatafuta wenza wao wako wapi. Washaharibiwa utu wao, washaharibiwa heshima zao, washaharibiwa hata mahusiano yao na wazazi wao, kwa sababu baada ya kuona hali ni hii ya kuwa na ujauzito au hali ni hii mbaya katika jamii.